Roxanne Sports na wakati huu kwa nami Wanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yote ya michezo ambako hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi nipo na Master Code siku ya leo, tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan chama lake siku ya kesho nchini Malawi linashuka kutafuta nafasi ya kusonga mbele. Master Code, uko vizuri? Niko fresh kabisa. Uko sawa sawa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hatimaye kikosi cha Young Africans kipo Malawi siku ya kesho, kinashuka dimani kucheza mchezo wake wa raundi ya pili dhidi ya Silver Sticker kuitafuta ile hatua ya makundi. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo wa kwanza mliondoka na ushindi na kusonga mbele kwa idadi kubwa mabao. Ni mchezo ambao kwa upande wetu wana Yanga ni mchezo mgumu kutokana na quality ya wachezaji wetu, kutokana na wapinzani wetu, na tukiangalia mwalimu jinsi anavyochezesha hizi mechi za nyuma, tunaona kidogo mechi itakuwa ngumu. Lakini yote kwa yote, kwa sababu tuna wachezaji wazuri ambao watakapambania klabu, tunaweza tukashinda. Lakini tusitegemee sana mipango ya mwalimu na tusitegemee sana tusitegemee magoli mengi, kwa sababu naona kabisa mwalimu hana mipango, na ndio maana amemleta mwalimu msaidizi ili kuweza kutafuta walao alama moja au tukiweza tupata alama tatu, lakini mechi itakuwa ngumu kiufupi. Hapo mmezungumzia kwamba msitegemee mipango ya mwalimu, kwa maana mwalimu ya Yanga hana CV hiyo ya kuivusha Yanga hadi katika hatua ya makundi. Master Code, mwalimu wetu hana CV za kuweza kuivusha klabu yetu kutoka hatua hii ya awali kwenda hatua ya makundi. Hana hizo CV kutokana na kwamba hana rekodi. Unajua mpira ni mchezo wa rekodi, tunaangalia rekodi za nyuma, amefanya nini, amepitia wapi mpaka afike hapa alipofika. Kwa hiyo hana rekodi nzuri za kuweza kuzisaidia timu, hususan kwenye mashindano ya kimataifa haya ya klabu bingwa. Kwa hiyo naona kabisa utakuwa mchezo mgumu kwa upande wetu, kwa sababu ya ubovu wa mwalimu wetu. Lakini kutokana na wachezaji wetu baadhi ni wazuri, tunaweza tukashinda mechi ya kesho au tukapata sare. Young Africans msimu huu imefanya sajili nzuri na sajili zilizokuwa bora kwa kuzingatia matakwa, naweza kusema ya benchi la ufundi, kutokana na kile ambacho mmeweza kukionyesha msimu uliopita. Unaiona wapi timu yako katika hatua hizi za kimataifa? Msimu uliopita mkufanikiwa hata kutinga katika hatua ya robo finali. Sisi bwana, kila msimu huwa tuna drop hatua moja nyuma. Toka alivyoondoka Nabi, tulivyocheza finali hatua mwaka uliofuata tukadrop hatua moja nyuma, tukaishia robo kule South Africa. Hatua iliyofuata tena tukatolewa kwenye makundi, na hatua hii sidhani kama tutafika makundi, kwa sababu kila mwaka tuna drop hatua moja nyuma. Safari hii nadhani tukaishia kwenye hatua hii ya awali ambayo ni kutafuta makundi. Uone Young Africans katika hatua ya robo finali, Master Code? Of course sio robo finali, makundi. Yani makundi yenyewe kama tutaingia ni kwa uwezo tu wa kina Pacome, lakini plani za mwalimu na mbinu zake na vitu vingine vya namna hiyo sioni dalili ambazo zinaweza zikanifanya niamini kwamba tunaenda kutinga hatua ya makundi, kutokana na rekodi ambazo tumepitia miaka hii mitatu. Tumepitia miaka mitatu, lakini kila mwaka tuna drop hatua moja nyuma. Kwa hiyo safari hii naona dalili za kutolewa mapema kuliko hata mwaka jana. Uioni timu yako ikisonga mbele licha ya kufanya sajili nzuri? Hakuna usajili mzuri tuliofanya, tumefanya usajili mbovu. Miongoni mwa timu ambazo zimefanya usajili mbovu msimu huu ni klabu yetu. Wachezaji wote ambao ingizo jipya ni wachezaji wa Yanga pekee yao ndio ambao hawaonekani kuperform kama wale ambao wamewakuta mwanzo, unaelewa? Wachezaji wa mwanzo wa Yanga wote ambao walikuwepo last season ndio ambao wanafanya vizuri mpaka sasa hivi. Lakini ingizo jipya ukiangalia kina wengi sana, kina Musa Balakonte wabovu. Ukiangalia wachezaji wote kina Dumbia, kina nani, wote waliokuja msimu huu hakuna ambaye anaperform kulingana na nini kwamba afanye vizuri kushinda yule ambaye amemkuta kwenye klabu yetu. Uone ni swala la muda kuwapatia wachezaji wenu wapya wanaweza kufanya vizuri kama ambavyo wewe unatamani kuiona timu yako? Mpira sio maharage kwamba unabandika unasubiri ya hivi kidogo baadaye ndio unayala. Hapana, mpira ni mchezo wa skills, mchezo wa taaluma. Kwa hiyo kama taaluma unayo tu, yani talent wanaita wenyewe. Kwa hiyo talent haisubiri sije mpaka nizoeane na nini, hapana, unaelewa? Na ndio maana wachezaji wazuri wakifika popote wanaperform vizuri na wanafanya vizuri zaidi, unaelewa? Mifano haya ipo. Simba amemchukua yule Rushaini kutoka South Africa, amekuja hajasubiri kupatana sio na nini, hapana, ni moja kwa moja anacheza vizuri na anaondoa hatari nyingi. Kwa hiyo ameingia kwenye kikosi tofauti na wachezaji wetu ambao
wamekuja, lakini watu wengi wanasema mpaka tuwape muda. Kwenye mpira hakuna kupeana muda. Yale sio maharagi kwamba tunaivisha mpaka ya hivi yanachukua masaa 5 au 7. Hapana, mpira ni mchezo wa wazi, mpira ni taaluma, mpira ni talent. Kama talent ipo inaonekana moja kwa moja. Mpaka hivi sasa sajili ambazo zimefanyika ndani ya Young Africans, ni sajili gani unaweza kusema hii imefanya vizuri kweli kweli? Sajili za mwaka huu sioni mchezaji ambaye anaweza akatuofa. Unajua ametoka kina Aziz Ki, ndo mbadala yake amekuja Dumbia. Amebolonga mwanzo mwisho. Ametoka Aucho, mbadala wake amekuja Musa Bala Conte ambaye hanavuruga mwanzo mwisho. Ametoka nani mwingine? Ametoka yani Chama ndio amekuja badala yake nani huyo akina Dumbia, lakini wote hawaperform kama alivyokuwa na perform akina Chama, walivyokuwa na perform akina Aziz Ki, walivyokuwa na perform akina Ridi Aucho, au walivyokuwa na perform wachezaji wengine ambao wameondoka. Hao walikuja safari wote yani wanabolonga. Yeah. Hadi Mohamed Hussein naye ndo kabisa, yani amekuja kule, amekuja kwa tamaa tu, yani kavutiwa na ile ofa ya hela, lakini mpaka sasa hivi Mohamed Hussein unaambiwa za ndani kabisa Mohamed Hussein hana furaha na anaomba yani hata aondoke leo hii pale klabuni. Mohamed Hussein amekuja kwa sababu tu ya tamaa, alipewa ofa nzuri lakini hakuangalia kesho yake itakuwaje, unajua. Na sio tu Mohamed Hussein, wachezaji wengi ambao wanatoka Simba wanakuja kwenye klabu yetu, mara nyingi wao wafanye vizuri ni kwa sababu wanakuwa tayari washatumika, wanakuja kwenye timu yetu kwa ajili ya tamaa ya pesa. Sasa tamaa mbele mauti nyuma, unaelewa? Ndicho ambacho kinawakosti wachezaji wengi wazuri. Mohamed Hussein sio mbovu, ni mzuri, lakini ukiangalia kwenye klabu yetu sisi wakina Boka wala kina nani kwao wameaga wale, unajua. Ni mpira fanya mazinga ombo, ni ngumu sana kuperform. Mpira mazinga ombo. Mohamed Hussein sio kumweka sababu na Boka. Mohamed Hussein kwenye timu ya taifa alikuwa anaitwa panga pangua mechi zote, lakini sasa hivi Mohamed Hussein timu ya taifa haitwi. Tumeona juzi ameitwa kule, ameenda kucheza na wapi wanaitwa wapi ni sio wapi kule, ameenda kucheza na Mohamed Hussein hajaitwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri, lakini akija kwenye timu yetu anaonekana mbovu kutokana na nini? Mfumo wa klabu yetu bado una masuala fulani hivi kama ya nguvu za naniliu. Nguvu zile. Master code. Of course, kwa sababu uweze kuniambia Mohamed Hussein ni mbovu. Mohamed Hussein ni mzuri. Anacheza vizuri sana timu ya taifa. Ukiangalia wakati yuko Simba walikuwa na perform vizuri sana. Tunamtegemea taifa kwamba huyo ndio beki wa taifa. Na ndio tulikuwa tunamta captain kipi kwa sababu ya ubora wa uchezaji wake. Na ni mchezaji ambaye kacheza muda mrefu sana lakini hajachuja, amekuja kuchuja ndani ya miezi mitatu ambayo yupo kwenye klabu yetu. Wewe uone kama kuna tatizo hapo. Kuna tatizo, haiwezekani yani miaka yote yupo klabu ya Simba ana perform anamwaga maji vizuri, anafunga, anaifanya Simba isifiki Afrika Mashariki na yote kwa ujumla kwa sababu ya uwezo wake Mohamed Hussein. Lakini sasa Mohamed Hussein toka amekuja kwenye klabu yetu anakaa mbao ndefu tu, yani hana msaada wote kwenye klabu yetu.